tutaenda zaidi kwa wale ambao wanaendelea kuomba picha za wazalendo pamoja na jeshi la taifa kuendelea kuwa katika maeneo ya Minembwe. Na kitu kingine tutakwenda kujulisha watu ambao zaidi wanaendelea kujiunga na AFC M23, tutakwenda kuwajulisha kuwa ni muda wenu wa kurudi ili kutubu na kuomba samaha. Hiyo itakuwa ni jambo la pili ambalo tutakwenda kuzungumzia. Lakini pia tusisaulike kuwa wanajeshi bado wanahitajika katika kijiji cha Kikonde ili wapate mafunzo. Lakini pia mkumbuke kuna hatua ya makampuni ambayo yataendelea kukuja na kuwasili maeneo mbalimbali yanayopatikana dhahabu katika mashariki mwa Kongo, na hivyo watu wengi watakwenda kupata makazi. Kwa hiyo ni muda wa kujiandaa. Anayejua Kiingereza, anayekuwa na cheti chake na asiyekuwa na cheti, basi ni muda wa kujiandaa na kutokuzurura, kwa sababu muda si mrefu makampuni yataanza kuingia katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka huko Marekani. Kwa hiyo moja zaidi, kama tulivyokuambia, ni lazima tuanze na pointi moja ya wale ambao wanaendelea kuomba picha na mavideo kwa kuhakikisha. Lakini pia natumaini hawa ni waasi wa M23, vibaraka wao ambao wanaendelea kuwekwa, kwa sababu mzalendo halisi hawezi akatamani na kuomba picha ya mzalendo akipatikana katika uwanja wa vita akiwa huko Minembwe, sidhani. Lakini hawa ni waasi. Yeyote yule ambaye anaweka fujo na kuhitaji mpaka aonekane, asikike, kuwa aoneshwe video au picha ya Minembwe, kama kweli wazalendo wamechukua Minembwe. Lakini tu niwaambie kuwa Minembwe ipo katika mikononi mwa wazalendo na FARDC. Watu tu hawajakubali, lakini mtakubali endapo mtakuwa ruhusa itakapotolewa moja kwa moja kuwa picha na video zinaruhusiwa sasa kuanza kuzagaa mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ndugu yangu, nikwambie kuwa sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jeshi letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, bado halijatoa ruhusa yoyote ya kupiga picha au ya kuchukua video maeneo ya Minembwe. Natumaini hauwezi ukaingia Minembwe moja kwa moja na ukaanza kuchukua video au picha. Ni lazima upewe ruhusa na viongozi ili uchukue maeneo ambayo mmemiliki ninyi. Ni kama vile mwandishi wa habari hawezi kufika tu maeneo na ukaanza kuchukua mapicha na bila ruhusa yoyote, na hiyo ni jambo ambalo liko kinyume kabisa na sheria. Kwa hiyo tuhakikishie kuwa Minembwe bado inaendelea kumilikiwa na wazalendo pamoja na FARDC. Hilo mkubali. Mzalendo halisi, natumaini walio wengi wazalendo wamekubali hiyo, kutoka diaspora huko Marekani, Canada, Australia na maeneo mengine huko South Africa, wamekubali kuwa tayari Minembwe yuko katika mikono ya wazalendo. Kile kijasho au kivumbi na jasho ambacho mlikuwa mnakisikia siku zote, je, mnaendelea kukisikia huko Minembwe? Au yale matokeo yote ya huyu kiongozi wao Sematama, kama ndo jina lake hivyo basi tutaenda hivyo, je, mnaendelea kumsikia tena huko Minembwe, na ndo sehemu alipokuwa zaidi? Hivi mnaendelea kumsikia, au taarifa yoyote ya huko Minembwe mnaendelea kuisikia? Kwa hiyo mkubali kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linazidi kumiliki Minembwe na pamoja na wazalendo. Kwa hiyo msitishike, na jeshi la Burundi linaendelea kabisa kula nyama za pori, huku wakiendelea kukumbuka nyama za Burundi na kusema kuwa hapa tumefika Burundi. Kwa hiyo wanaendelea kula nyama za pori muda wote na wakati wote, nyama zilizonona, zilizokula miili ya waasi wa M23 na zikanenepa. Kwa hiyo tuhakikishe kuwa wazalendo pamoja na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi lililotoka Burundi bado linaendelea kabisa kumiliki maeneo ya Minembwe. Kwa hiyo ndo naweza nikawaambia kwa pointi kuu zaidi. Kwa wale ambao wanaendelea kuuliza, changamoto ya kushika picha na video bado ipo katika mikononi mwa jeshi la taifa la DRC. Kwa hiyo wenyewe ndo watatoa ruhusa na wenyewe ndo watakuwa na maneno mengi ya kuongea. Je, tuwe tayari kushika picha au bado tuendelee kubaki tukila nyama za hapa na pale, ndugu msikilizaji? Kwa hiyo ni hivyo, bado tunaendelea kumiliki maeneo yote ya Minembwe, lakini kuwa kuna maeneo mbalimbali bado tunataka tusafishe, na hivi karibuni kazi zitaendelea kufanyika kama kawaida. Ni lazima milima yote ya Minembwe iwe katika mikononi mwa wazalendo, kwa sababu kuna baadhi ya waasi walikimbilia maeneo kadha wa kadha, na hivyo bado tunaendelea kuwafuatilia muda wote na wakati wowote. Kwa hiyo kaeni na amani ndugu zetu, na yote yule ambaye anahitaji
kupanda Minembwe aje, usalama upo, njia iko wazi, njia ni usalama kabisa, hakuna kizuizi chochote. Unaalikwa uje kushuhudia wewe mwenyewe na macho yako kuwa sisi wazalendo tupo Minembwe pamoja na jeshi la taifa la DRC FARDC IBU pamoja na wajeshi wa Burundi. Tunaendelea kabisa kucheza michezo ya Wanyarwanda walikuwa wakichezea katika hapa wakiimba Uvira Tombe. Kwa hiyo tunaendelea kabisa kuichezea ndani ya Minembwe na kuwaonesha kuwa kile mlichokuwa mnakifanya ni lazima tuwalipizie kisasi na kuambia kuwa ni sisi muda wetu sasa. Miaka kadhaa ndugu msikilizaji, Minembwe haikukuwa na kanyagika. Leo Minembwe imekanyagika, leo ukose kufurahia. Basi ukiwa mtu ambaye unakwenda kuuliza maswali, tutakuweka sehemu ya waasi wa M23. Huenda unataka kuulizia mambo mengine tofauti na hayo. Kwa hiyo taarifa hiyo labda niiweke pembeni, tayari utakuwa umeelewa ni kitu gani na changamoto gani iliyotokea kwa sababu ya watu kutokupata video nyingi zaidi za wazalendo wakiwa, lakini bado zinaendelea kuhifadhiwa kwa sababu zipo na zinaendelea kuhifadhiwa, lakini pia zikionekana kuwa tayari zirushwe kwenye mitandao, basi tutakuja kuwarushia moja kwa moja video za Minembwe wakati jeshi la wazalendo ambalo linasimamiwa naye mzee mbeba maono William Amuri ya Kutumba bana ni hatari. Linatulia vizuri kabisa katika maeneo ya Minembwe kwenye majani madogo ya chini ambayo inayosababisha mji huo kuonekana kuwa ni mji wa mikakati kabisa, mji mzuri na mji wenye kupendeza zaidi. Asanteni sana kwa taarifa hiyo. Basi tuingie moja kwa moja na tualike wale wote ambao wanaendelea kujiunga na waasi wa M23 muda huu. Hii taarifa iwafikie watu wote wanaotamani na waliojiunga na wanaoendelea kujiunga kuwa muda umetimia. Sasa hivi Rwanda au M23 wanakuwa wanawadanganya au wanakuwa wanawaita kwa sababu ya kuwateketeza, kwa sababu siri nyingi mnazifahamu. Wakina Sambao Hussein siri nyingi wanazifahamu. Sasa wanakuja kujikuta kuwa wakiachiliwa maeneo ya huko wawaachilie uhuru, kwa sababu sasa hivi wanakuwa kama vile wamefungwa. Na yeyote yule ambaye anakwenda kujiunga na Rwanda au kujiunga na jeshi hilo la Rwanda FCM 23 anakwenda kufungwa. Na kufungwa sio mpaka aende jela, no. Kufungwa ni ile kuwekwa muda wote, wakati wote wanatembea pamoja, wanashirikiana kwa pamoja, hawakupatii muda wote wa kutoka, wa kupenya, hakuna. Na wewe ndio unakuwa tena kibaraka cha kutumwa muda wote. Na ukitumwa unakuwa na uwekwa na ulinzi mkubwa. Kwa hiyo wanakuwa wamefungwa kwa sababu ni siri nyingi ambazo wanazijua. Na siri hizo wakichukua jukumu hao watu waachilie uhuru kutoka, wanaweza wakaja na wakatuambia siri nyingi sana wakati watakuja kuomba msamaha. Na ndio maana unakuta ni muda mrefu tunaendelea kulalamika, wote wanaendelea kujiunga na waliojiunga zaidi waje waombe msamaha ili tuendelee namna gani tunaweza tukafanya mambo mengine. Lakini pia fahamu kuwa kuna siri zingine ambazo wanazo hao watu waliokwenda huko, wanashindwa namna gani ya kuzizungumza, kwa sababu endapo wataanza kuzizungumza watafariki. Tukumbuke Magloire Paluku alipopikwa risasi 7 mwilini, ni hivyo style alikuwa anataka kuifanya. Mwendo wake ulikuwa ni kutokana na chama hicho na kuachana nacho kabisa ili ajielekeze huko Kinshasa, na angefika huko Kinshasa basi kuna siri nyingi angezitoboa huko, na hapo ingekuwa ni shida kwa waasi wa M23 na yake chama cha FC yake Corneille Nangaa ambacho kinasimamiwa na rais wa zamani Kanambe. Kwa hiyo hii niwaambie ukweli kabisa, na ndio maana risasi 7 ziliingia katika mwili wake na ikakuwa changamoto kubwa. Kwa hiyo nawaambia ndugu zangu, simameni kidete zaidi. Ni muda wenu wa kupenya. Endapo unapata mwanya zaidi, penya, ondoka, njoo watangazie sifa zao mbaya. Tutakupokea na tutakwenda kusamehe ukiwa mtu ambaye utakuja kukaa na kupiga magoti. Kwa hiyo hata Biblia inasema samehe aliyekukosea. Kwa hiyo tutaendelea kuwasamehe, lakini endapo mtakuja kabisa kwenye mikono yetu, sio kwamba bado mkiendelea kuwa kwa waasi huko ndo tuwasamehe, hapana. Kwa hiyo ni taarifa ambayo nitaka niwaambie zaidi au watu ambao wanaendelea kujiunga na wanaojiunga na M23 yake jeshi ambalo linaungwa mkono na Rwanda. Kwa hiyo ndugu yangu, nawaambia wazi kabisa, huu ni muda wenu wa kurudi mapema. Wakina Sambao Hussein na wengine, kwa sababu hao ndo wanajiweka wazi kabisa.
Na yote yule ambao tayari yupo njiani kwenda kujiunga, mimi naweza nikakwambia achana na hiyo, kwa sababu hivi vita vimewashinda. Wanashindwa waanzie wapi na waishie wapi. Kwa hiyo ni magumu, ndugu msikilizaji. Kilicholetwa na Marekani ni shida, kilicholetwa na nchi ya Donald Trump ni hatari, ni moto, na itakuja kuwateketeza wote, haitaacha mmoja. Ni shida. Kwa hiyo ni hivyo. Ni taarifa nyingine ya pili, nitaka niwaambie tu, njooni mkaombe msamaha na mtasamehewa. Basi itakuwa ni muda wa kutuambia chochote kinachoendelea huko. Kwa taarifa nyingine tu kwa haraka haraka, kwa sababu hii taarifa nimeshazungumzia sana, lakini pia ni kazi yetu tuliyopewa, tuendelee zaidi kuambia watu kuwa vijana wengi wanahitajika kujiunga ili kwenda kufanya mafunzo ya kijeshi huko Kanada. Kwa hiyo mnaalikwa Kikonde, huko Kikonde mnaalikwa, mnaenda kufanya mafunzo huko Kikonde, na itakuwa ni vizuri zaidi. Vijana wengi wa tarafa la Fizi na maeneo mengine yote mnaalikwa, njooni mkajiunge na vikosi vingine kufanya mafunzo huko Kikonde. Sasa hivi mambo yanaendelea, ujenzi unaendelea na kila kitu kinaendelea kuwekwa huko cha mafunzo. Kwa hiyo itakuwa ni mafunzo ya kisasa na sio yale mafunzo ya kizamani. Itakuwa ni mafunzo yenye kuonekana na mvuto mkubwa, na mafunzo ambayo itawapatia nafasi wengine kuwa viongozi wakuu katika kijeshi. Kwa hiyo ni muda wetu wa kujiunga moja kwa moja, kwa sababu ya kusaidia nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kukamilisha sasa na kupoteza vita hivi na ikabaki historia, na kwa watoto wetu wasije tena kuingia katika mtego huu wa hii vita miaka inayokuja zaidi. Hiyo ilikuwa ni taarifa kukumbushia tu, ndugu msikilizaji, kuwa mnaalikwa nyote kujiunga ili kufanya mafunzo inayoandaliwa huko Kikonde. Natumaini sio mbali kabisa na sio mbali kabisa na mji wa Baraka. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, pia tulitaka tukwambie kuwa hivi karibuni kampuni zitaanza kuingia katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka Marekani. Tunajua kuwa nchi ya kwanza ni Marekani, inayoongoza nchi nyingi, ina makampuni mengi na viwanda vingi zaidi, na ni muda sasa wa kuleta maendeleo. Ukiangalia rais alivyopiga hodi kwenye milango mbalimbali huko, na alivyopewa heshima kubwa na rais wa Marekani Donald Trump, mlijionea wenyewe pia. Lakini mlisikia taarifa tuliyosoma jana kuwa makampuni yatakuja ya kuzalisha umeme. Kuna makampuni mengi ya kuzalisha pia ya kuchimba madini. Kuna makampuni mengine yatawekwa kwa kadiri gisi watakavyokuja kuona maisha ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo makampuni mengi yatawekwa, barabara za kusafirisha hizo dhahabu zitakwenda kutengenezwa. Kwa hiyo tuna bahati kubwa, wakati wakienda kuweka mbinu na makambi yao pale Misisi, na tumani barabara namba 5 lazima itatengenezwa, na itakuwa barabara ya kisasa zaidi. Tunajua Marekani wanajua kutengeneza mabarabara. Kwa hiyo wakitengeneza barabara hivi, yani ni barabara kweli. Kwa hiyo makampuni yatakuja mengi zaidi. Kwa hiyo vijana, simameni kidete, tusikubali kwenda makambini, tusikubali tena kuacha mji wetu, tusikubali kuacha tena tarafa letu la Fizi tukajielekeza maeneo mengine. Ni muda sasa wa kusimama na kusubiri maendeleo ambayo yanaendelea kuja, na yatatengenezwa na sisi vijana wa jiji. Kama ni kazi za tarafa la Fizi, ni vijana wa tarafa la Fizi ndio watasimamia na watakuwa pale, kwa sababu hakuna vijana wengine tofauti wa tarafa la Fizi watakuja kusimamia makazi yenu. Vijana wa Uvira mtapata makazi Uvira, na waliotangulia Baraka watapata makazi Baraka. Ukitangulia Uvira unapata kazi Uvira. Hakuna mgeni yoyote ambaye atakuja kusimamia kazi za makampuni tofauti sisi wenyewe, na tutafundishwa ni namna gani, kwa sababu tunajua ndugu zetu waliotoka makambini hapo wanaingia kwenye makampuni mbalimbali bila hata kujua elimu, kusoma, kufanya nini, lakini moja kwa moja anapelekwa kwenye kampuni. Wewe utakuwa unafanya hivi, hiki kijiko utakuwa na kikunja hivi, hiki unafanya hivi, huu mlango utakuwa unaweka hivi wa gari, basi. Na ndo makampuni yaliyoko huko Marekani, na hivyo hiyo style ndio itaendelea kuja hapa na tunajua Marekani muda wake wa kulipa ni kwa saa. Kwa hiyo zile style za kule Marekani watatuletea huku. Hii ni furaha kubwa ya sisi nao kuanza kulipa kwa masaa. Unakuta upo katika kampuni unalipa kwa masaa, na pesa unakuwa naziingiza tena za dola za Marekani. Hii ni jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu diplomasia aliyokuwa nayo Rais Felix Antoine Tshisekedi imekwenda kuzaa matunda.
Kwa hiyo tunakupongeza pia kwa kazi ulizokwenda kuzifanya zaidi. Acha niwatakie kila laheri. Nimechukua muda mwingi sana kuzungumza mambo mengi, lakini pia tukutane katika matangazo yetu yajayo ili ya kuendelea kusapoti wazalendo na kusapoti nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia siwezi kosa kumsalimia na kumtakia kila laheri na kazi njema mheshimiwa ambaye ni msimamizi wa wazalendo wote, mbeba maono William Amuri Kutumba, lakini pia bila kumsaulika Dalto, msemaji wa wazalendo, pia tunakutakia kila laheri na kazi njema. Lakini pia hatutakosa kusahau viongozi wote wa makundi mbalimbali ya kizalendo, tunawasalimia popote pale mlipo na mpokee salamu zetu. Lakini pia tunaendelea kukaribisha wageni waliowasili katika mji wa Uvira, wazalendo kutoka huko Kalemi. Mungu awabariki kuja kusimamia na kupambana na huyu adui ambaye anatamani kutuingilia muda wote. Lakini pia siwezi kosa kusalimia wa diaspora wote na maadmini wote wa makundi mbalimbali ya WhatsApp ambao wanaendelea kufanya hiki na kile, kutangaza taarifa za wazalendo. Mungu azidi kuwabariki diaspora kutoka Marekani, Canada, Australia, South Africa, Tanzania, Burundi na maeneo mengine ambayo sikutaja. Basi tuwatakie tu kila laheri na usikilivu mwema wa matangazo yetu. Niwakumbushe kuwa matangazo haya itakapofika tarehe 20 utaanza kuyapata moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa YouTube, bila kusaulika kusubscribe channel yetu au kujiabone. Utakuwa unafanya kazi nzuri zaidi. Huu ni muda, ukiangalia juu ya hii audio utakwenda kuona linki hapo. Basi bonyeza hii linki, moja kwa moja itakupeleka kwenye YouTube na utajiabone au utasubscribe pale. Utakuwa wa kwanza kabisa kuendelea kupata matangazo yetu. Kila laheri na usikilivu mwema.